Mwanzoni mwa juma hili, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na kufanya mazungumzo na sekta binafsi na kisha kazindua nyenzo za utekelezaji wa Dira 2050. Yako mengi yaliyojiri huko, na leo hapa mwenzangu Novat atatuongoza katika kuyajadili hayo baadhi yaliyotokea huko. Sahihi sana Victoria, amezungumza vizuri, na ni siku 4 zilizopita, ilikuwa ni Agosti 3 mwaka 2026 ambako Mheshimiwa Rais alikutana na sekta binafsi, mjadala ukiwa ni uzinduzi wa nyenzo za utekelezaji wa dira, lakini pia akizungumza na sekta binafsi nao pia wakiwa na mapendekezo, na ziko asilimia ambazo sekta binafsi walipewa za kufanya utekelezaji kwenye miradi mbalimbali, kwa maana ule ushirikiano wa serikali na sekta binafsi, ile PPP ni miongoni mwa maeneo ambayo tutazungumza kwa kina. Sasa tumemwalika hapa mchambuzi wa masuala ya uchumi, si mwingine ni CPA Oswald Urassa ambaye tunaye hapa tayari, na tukizungumza naye kwa kina zaidi kuhusiana na masuala haya, lakini kuweka bayana kuhusiana na baada ya Mheshimiwa Rais kuzungumza nao, pengine ni yapi ambayo yanategemewa. Siku 4 zilizopita tumekuwa na huu mjadala, kuona ni muhimu kuweza kuyafanya hapa kwenye Morning Trumpet. Na CPA Oswald Urassa, nikukaribishe. Asante, habari za asubuhi. Njema sana. Na mimi nitakuwa na wakati mzuri pia wa kuzungumza, lakini pia kufahamu haya na kukutana kwao. Pengine tuanze tu awali, kukutana kwao kunaleta picha gani kwa maana ya Mheshimiwa Rais na sekta binafsi, moja ya kundi muhimu kwenye utekelezaji wa miradi ya serikali? Asante. Ule mkutano ulikuwa muhimu kwa sababu sekta binafsi ina nafasi kubwa sana ya kutekeleza ile dira 2050, na kama tutakumbuka walisema kwamba zaidi ya 70 zinatakiwa kuchangiwa na sekta binafsi. Lakini pia ukisoma dira, kuna maeneo makubwa ambayo yamezungumzwa kuhusu uwekezaji, na unavyozungumzia uwekezaji unazungumzia kukaribisha sekta binafsi uweze kushiriki katika kuwekeza, kwa maana ya kutoa mtaji ambao utasaidia kufanyia yale malengo yote ambayo yako kwenye dira 2050 yaweze kufanyiwa kazi. Kwa hiyo kuna sehemu kubwa sana ambayo sekta binafsi tutashiriki katika kuwekeza na kutoa mtaji ambao utakwenda kutekeleza yale malengo ambayo serikali inakusudia kuyafikia miaka 25 ijayo, kwa maana ya 2050. Sawa. Hiyo kumekuwa na tafsiri pengine mbalimbali, watu wamekuwa na tafsiri tofauti kuhusiana na mkutano wa Rais na sekta binafsi, pamoja na haya manufaa tunayozungumza ambao ulifanyika Agosti 3 mwaka 2026. Kabla ya yote, unaweza ukajiuliza kwa nini Rais anakutana na wafanyabiashara pamoja na sekta binafsi? Nilimwona pale miongoni mwa viongozi watatu akizungumza, akipata nafasi ya kusema. Nilimwona pia kiongozi wa TSA, kwa maana miongoni mwa viongozi ambao walizungumza pia wakipata nafasi ya kuzungumza mbele ya Mheshimiwa Rais. Mbona anauliza kwa nini anakutana nao wafanyabiashara na sekta binafsi? Nadhani ni kwa sababu sekta binafsi ina nafasi kubwa sana, na kama asilimia kubwa ya mchango wa dira 2050 inatokana na sekta binafsi, imepewa kipaumbele na Rais kuhakikisha kwamba wanaelewa yale ambayo ni nini matamanio ya Rais na serikali kwa ajili ya kutekeleza kile ambacho kiko mbele yetu, lakini pia ni kuipa uzito wa kutosha ili kuhakikisha kwamba hata sekta binafsi tunajipanga kwa ajili ya kufanyia kazi na kuhakikisha kwamba tunasukuma dira kufika kule ambapo tunahitaji. Lakini nadhani ni kuisoma kwa jicho la kiuwekezaji, kwamba kama kuna fursa zilizopo, basi tunapata nafasi na pia support ya ofisi kuu kuhakikisha kwamba kile ambacho sekta binafsi inatakiwa kuchangia kinapata mtizamo na msukumo wa kutosha. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa nzuri ambayo kwa kweli imewapa sekta binafsi nafasi ya kushiriki moja kwa moja, lakini pia kutambua mchango wao ambao ni mkubwa katika kusukuma ile dira kufikia kule ambapo tunataka kwenda. CPA, pengine mwingine hakufuatilia, hajui kilichotokea, na leo asubuhi tumesoma habari hapa kwenye gazeti ikisema utekelezaji dira 2050 injini yake ni sekta binafsi. Umetuambia pia utekelezaji unawategemea kwa 50%. Hii ni nini maana yake, ili mtu aelewe? Asante. Sekta binafsi kwa kweli ina mchango mkubwa sana kwa ajili ya kusukuma utekelezaji wa dira 2050, kwa sababu kama tulivyosema, sehemu kubwa michango na mtaji utatokana na sekta binafsi. Na bahati nzuri nchi yetu tuna mfumo mzuri wa fedha ambao unawezesha mtu yote kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi kwa njia ya uwekezaji. Kwa mfano, unaweza kuwekeza, sio lazima uwe na mamilioni ya pesa. Kuna mifumo ya fedha ambayo inaruhusu kuwekeza kuanzia shilingi 1,000, shilingi 10,000 kupitia mifuko hiyo ya uwekezaji wa pamoja, lakini pia kupitia mifumo mingine na taasisi ambazo zinaweza kukusanya mitaji ambao unatakiwa kwa ajili ya kusukuma
utekelezaji wa dira 2050. Kwa hiyo sekta binafsi itakuwa na nafasi kubwa sana. Kikubwa kama nilivyosema ni kusoma ile dira kwa jicho la uwekezaji ili kuangalia kuna fursa gani zilizopo, lakini fursa zilizopo tunazitumiaje kama sekta binafsi ili tuweze kupata fursa za biashara, kutoa ajira kwa watu, lakini pia kuchangia mchango wa kuongeza kipato cha serikali cha nchi kufikia kwenye malengo ambayo dira inakusudia kufikia. Pamekuwa na mahusiano kati ya serikali pamoja na sekta binafsi, tumeshuhudia kupitia PP na mambo mengine ambayo yameendelea kufanyika baina yenu. Lakini mkutano huu kati ya sekta binafsi na rais unaleta nini zaidi ambacho mwanzoni hakikuwepo katika mahusiano? Huku 70% zikitajwa kwa sasa, kitu ambacho awali hakikuwepo. Sawa kabisa. Mkutano huo kweli umeendelea kusisitiza umuhimu wa sekta binafsi, na ni kweli kama walivyosema PPP au ubia kati ya serikali na sekta binafsi haujaleta matokeo yale ambayo yalikusudiwa. Lakini ukisoma dira kwa jicho la uwekezaji, kuna fursa nyingi tu ambazo zinaweza zikapangwa vizuri, na hasa kwa kuzingatia hali tulionayo sasa hivi kwenye uchumi wa dunia, kwamba vyanzo vya mapato vimepungua, na hasa ile misaada na mikopo ya masharti nafuu. Kwa hiyo sehemu kubwa tunaweza kukusanya mitaji ndani ya nchi yetu kutokana na vile vyanzo vidogo, na kama nilivyosema pale awali, mfumo wa fedha wa nchi yetu unaruhusu mtu yote kuwekeza kuanzia shilingi 1000 mpaka kiwango cha juu utakachokuwa nacho. Sasa ile mifumo ikitumika vizuri, na ndio maana nasema kutazama kwa jicho la uwekezaji, hii sekta binafsi ikija na mpango mbadala wa kuweza kupata mitaji ili kusukuma yale yale kwenye dira, maana yake kila mtu ataweza kushiriki. Sasa tunaweza kuja na mfumo wa kukusanya mitaji ambao ni shirikishi kwa kila mtu, na hivyo kumpa nafasi ya kushiriki kwenye utekelezaji wa ile dira 2050. Kwa hiyo ule mkutano umechukua fursa nzuri na nafasi nzuri ya kuonyesha kwamba sekta binafsi ina nafasi kubwa na ndio inayotegemewa kukamilisha yale ambayo serikali inategemea. Tuende kwenye eneo la huu mkutano wenyewe, kufanyika kwake, kufanikiwa kwake, na tayari umefanyika na majibu yamepatikana kwa maana ya mwelekeo mpya. Unaashiria nini kuhusiana na uhusiano sasa wa serikali na sekta binafsi? Awali ilikuwa inaonekana kama zamani huko, kama serikali ifanye utekelezaji wake na sekta binafsi ifanye kwa sehemu yake, lakini kukutana kwao, kuhusiana, inaashiria nini kwenye uhusiano wao? Kwa maoni yangu naona kwamba ile inatoa fursa na nafasi ya sekta binafsi kushiriki kwa kiwango kikubwa zaidi, na kama tulizungumza ni kwamba sekta binafsi ina nafasi kubwa ya kuweza kushirikisha wadau wengi zaidi na wananchi wengi zaidi kushiriki katika utekelezaji wa dira 2050, na kwa ule mkutano ulikuwa na lengo la kuhamasisha na kuonyesha zile fursa. Kikubwa ni kusoma ile dira kwa jicho la uwekezaji ili uangalie mimi kama mtu binafsi na sekta binafsi itawezaje kushiriki katika kusukuma kufikia malengo ambayo kwenye dira 2050. Sawa. Sasa tumeona serikali, rais akikutana na sekta binafsi, lakini pia ni mwaka wa kwanza wa utekelezaji wa hii dira katika awamu ya kwanza, ile miaka 5. Mipango ya sekta binafsi pase, ukiachana na kuitwa na serikali, maana hata wasingeitwa bado mchango wao walikuwa nao, mipango yao ikoje, mipango ya sekta binafsi? Mipango ya sekta binafsi ni sehemu kubwa inaratibiwa au inaratibiwa na bajeti ya serikali, lakini pia na mpango wa miaka 5 wa utekelezaji wa kila mkakati wa kufikia kwenye malengo ya dira 2050. Kwa hiyo sekta binafsi inatakiwa kufahamu yale yaliyoko kwenye mpango wa serikali na kuangalia ni fursa gani ambazo zipo ndani ya ule mpango ili kuweza kujipanga na kuweza kutoa mchango wao katika kutekeleza dira ya 2050. Sawa. Na mwananchi anaionaje hii 50% ya sekta binafsi kwenye utekelezaji wa hii dira? Yaani kwa kuna vitu akiviona anaiona hii 70%. Inategemea kama umesoma na umelisoma kwa jicho gani. Yani ukweli ni kwamba mimi nimesoma ile dira yote tena mara 2. Ni kwamba fursa zipo nyingi sana. Ni kujipanga na kuhakikisha kwamba unatumia zile fursa zilizopo, lakini pia kwa sababu ya umuhimu wa kuwa na ushiriki wa serikali pia, kwa maana ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Ukitizama ile dira ilivyo na sekta binafsi ikibuni vyanzo vya utekelezaji wake kwa kushirikiana na serikali, kuna nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo yetu ya dira 2050, kwa sababu sasa hivi kutakuwa na kuunganisha nguvu pamoja kati ya serikali itatoa mazingira mazuri
lakini pia itakuwa na mchango wake kwa maana ya kutoa sera na sheria zinazosaidia sekta binafsi kusimama kama sekta binafsi katika kusukuma upatikanaji wa yale malengo ya dira 2050, lakini pia sekta binafsi itakuwa na nafasi ya kukusanya mitaji ambayo itatumika kwa ajili ya kwenda kutekeleza kile ambacho wanakipanga kwa jicho la uwekezaji. Sawa, ili sekta binafsi iweze kubeba hizi 70%, ni wazi kwamba mifumo ya TEHAMA kwa maana ya teknolojia ya internet na mambo mengine kama hayo ni miongoni mwa mambo ya msingi ambayo yalizungumzwa. Ni kitu gani ambacho sekta binafsi inapaswa kufanya hasa sasa hivi kwenye mifumo ya TEHAMA kuhakikisha kwamba msukumo huu unakuwepo? Tunahamia huko na kasi kubwa ipo huko, dunia imeshahamia huko na sisi pia kasi yetu iko huko. Wanapaswa kufanya nini sekta binafsi kwenye eneo hilo? Ya, asante. Ukweli ni kwamba mambo mengi sasa hivi yanaendeshwa na TEHAMA na sidhani kama unaweza ukafanya kitu bila kuweka TEHAMA pembeni. Tukiangalia mifumo mingi ya serikali ni TEHAMA, lakini pia mifumo ya taasisi za fedha inaendeshwa kwa kiwango kubwa sana na TEHAMA. Kwa hiyo pia ni jukumu la sekta binafsi pia kushiriki na kuhakikisha kwamba wamejipanga na kuwa na TEHAMA ambayo inasaidia kutekeleza yale ambayo wamepewa kama majukumu yao kama sekta binafsi kwa ajili ya kusukuma utekelezaji wa dira na hasa kwa kuangalia kwamba tunaweza kukusanya mitaji ambayo itatusaidia kutekeleza yale malengo makuu ambayo yamepangwa kwenye dira 2050. Kwa hiyo tuweze kuacha TEHAMA, yani lazima tuende nayo sambamba. Sawa, serikali inawekeza sana. Tunaangalia kwenye mkongo wa taifa kwa maana eneo la mawasiliano, lakini ni kwa namna gani sasa sekta binafsi inaweza kusogeza interneti kwa kasi na gharama nafuu, pengine hata vijijini, sehemu ambazo zenyewe zina uhitaji wa kuwa na interneti, ili kusaidia wakulima na wafanya biashara wakati mwingine kuweza kufanya biashara zao kidigitali, kwa maana kuuza, kuonesha na kuweza kuambia watu kuna hichi kwenye eneo fulani? Najua kuna taasisi ambayo inasaidia kwa ajili ya kusogeza TEHAMA kwenye maeneo ya vijijini, hasa ambayo sehemu kubwa ya mapato yake yanatokana na matumizi ya simu tunayofanya kila wakati. Na nadhani sekta binafsi ikishirikiana na taasisi za serikali kwa ajili ya kujenga miundombinu ambayo inafikia kila mtu, itakuwa imesukuma hizo huduma kwa ajili ya kuwafikia wale ambao bado hawajafikiwa. Na kama tulivyosema, TEHAMA ndio kiini cha maendeleo ambayo tunategemea chini ya dira 2050. Kwa hiyo ni vizuri kuhakikisha kwamba kuna ubia wa karibu sana kati ya sekta binafsi na serikali na zile taasisi husika, ili zisukume uwepo na upatikanaji wa TEHAMA itakayemsaidia mtu aliyoko hata kule kijijini. Kwa mfano, amevuna mazao yake aweze kufahamu bei elekezi, namna ya kuuza, lakini pia namna ya kuongeza thamani ya yale mazao yake, kwa sababu mwisho wa siku tutazungumzia uchumi uliofikia kiwango cha kati, ngazi ya juu, kama kila mwananchi anapata kipato kinachotokana na shughuli za kiuchumi anazofanya yeye, lakini pia zinazofanyika katika uchumi wa nchi yetu. Kumekuwa na mitazamo tofauti ya baadhi ya watu baada ya huu mkutano, kila mtu akizungumza la kwake, lakini baada ya huu mkutano naamini wananchi wanapaswa wapate tafasiri rahisi kwamba huu mkutano ulimaanisha kitu gani, utaleta matunda gani, ili hizi tafasiri ambazo zipo ama tafsiri iliyopo iweze kuondoka. Elimu inafikishwa kwa namna gani, waambiweje, yani ni mazingira gani yatumike, ndo kama haya ama ni tofauti na hivi? Hii ni mojawapo ya njia za kuwafikia wananchi, kuwafahamu ni kitu gani hasa ambacho ule mkutano pamoja na dira ya 2050 na lengo kitu gani. Lakini nadhani kuna haja ya kufanya uhamasishaji kwa kiwango kikubwa zaidi na kwa lugha rahisi na kwa kutumia vyombo mbalimbali vikiwepo vya habari kama television na radio na kadhalika, na pia kutumia majukwaa mbalimbali ili kutoa elimu na ili kila mtu aliyeko hata kule vijijini aweze kufahamu kwamba kuna dira ndio, lakini ni nini nafasi yake na yeye anafaidikaje, ili mwisho wa siku tukifikia kwenye yale malengo ya dira kila Mtanzania awe ameshiriki na kuwa mnufaika wa uchumi ambao ndio dira 2050 inalenga kila Mtanzania aweze kuwa mshiriki, lakini pia anufaike pamoja na matokeo ya uchumi wa nchi yetu. Na haya matunda sasa wananchi wataanza kuyafurahia baada ya muda gani? Tusubiri 2050 ama hivi karibuni vitu vitaanza kufurahisha? Hapana, 2050 ni mwisho wa safari, lakini natakiwa kuanzia Julai. Unajua dira imeanza kutekelezwa kuanzia Julai mosi. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na mpango wa maendeleo ambao unaonyesha baada ya mwaka wa kwanza ni nini tumepata, na nadhani ukisoma zile nyenzo za utekelezaji zinaonyesha kabisa ni tunategemea kufikia wapi kila baada ya muda. Kwa hiyo tunatakiwa tuone haya matokeo, lakini pia ya taarifa zitolewe ili tuone kwamba utekelezaji wote wa dira 2050 umeweza kufikia yale malengo ambayo tulikuwa tumelenga kuyakusudia. Na mipango ya kuhakikisha kwamba hakuna changamoto kwa upande wa sekta binafsi zitakazokwamisha hii nafasi yao katika utekelezaji wa dira ikoje?
Naamini kwa kupitia taasisi husika za sekta binafsi PSF na taasisi nyingine zina majukwaa ambayo yanapata fursa ya kujadili zile changamoto ambazo zinaibuka na kuziwekea mikakati ya kuzitatua ili mwisho wa siku utekelezaji uende kama vile ambavyo ilikuwa inatarajiwa, kwa sababu mwisho wa siku tunaamini kwamba kile kilicho kwenye dira kikitokeza, maisha ya Mtanzania wa kawaida yatakuwa yamebadilika, na ndio nia ya serikali na ndio mategemeo ya mwisho ile dira, kwamba kila mtu amefaidika kutokana na yale ambayo yameandikwa kwenye dira 2050 kulingana na sekta zote ambazo zimepewa kipaumbele. Sawa. Na usimamizi ukoje kuhakikisha sekta binafsi zinasaidiwa sasa kwa haraka pale ambapo lolote linatokea ambayo inaweza kuwa kikwazo? Sija kusema hatukusaidiwa katika hili. Changamoto zao kwanza hata hii juzi zimetatuliwa zote ama bado zingine zitaendelea kutatuliwa kadri utekelezaji unavyoendelea? Ninaamini nyingine zitaendelea kutatuliwa kadri ya utekelezaji unavyoendelea. Kikubwa ni kutengeneza mazingira ambayo tutakaa na kupata fursa ya kuzijadili, lakini pia na kutoa utatuzi zile changamoto ambazo zimetokeza mbele safari. Lakini mwisho wa siku tunaamini kwamba kama kutakuwa na ndio maana ubia kati ya sekta binafsi na serikali, mahali ambapo utekelezaji ule ubia auendi inavyotakiwa, napata fursa ya kukaa chini na kujipanga kwa ajili ya kutoa zile changamoto, kwa sababu mwisho wa siku ubia ni kila mmoja afanikiwe, serikali, private sector, lakini pia na umma wa Tanzania tuweze kufaidi yale manufaa ya kushirikiana kati ya sekta binafsi na serikali, na ndicho ambacho kinategemewa kwamba mwisho wa siku tutakuwa tunakaa chini kama kuna changamoto zitatuliwa ili tuweze kufikia yale malengo na dira ambayo ndio tumejipangia kufikia mwaka 2050. Serikali imekuwa ikipambana na kuboresha mazingira ya biashara, moja ya jambo ambalo lilikuwa likifanyika, lakini wafanyabiashara pamoja na sekta binafsi walipata nafasi kwenye ule mkutano kuzungumza ambayo wao wanafikiri anaweza kusaidia. Pengine huu mkutano sasa, baada ya kuzungumza na Mheshimiwa Rais kuwasikia, serikali imewasikia, pengine inaweza kwenda kuongeza kasi ya kuondoa zile tozo ambazo zinajirudia na wakati mwingine zinaonekana kama zina kikwazo kwenye uwekezaji. Ninaamini itakuwa hivyo kwa sababu na ndio maana ya ubia kwamba yale ambayo yanafanya sekta binafsi ishindwe kuchangia 70% ya mchango wake kwenye kutekeleza dira yatafanywa kazi na kuhakikisha kwamba mchango wa sekta binafsi unakuwa kama unavyotegemewa. Na nadhani huu mkutano mojawapo ya lengo lake kwa maoni yangu ni kwamba ulitengeneza fursa ya kuweza kusikia ni nini matarajio ya sekta binafsi, lakini pia ni nini serikali wanategemea sekta binafsi kufanya, ili mwisho wa siku wote kwa pamoja kwa ubia huo tuweze kutekeleza dira na kwenda kwenye yale mategemeo ya kila mmoja wetu. Na hii sekta binafsi tunazungumzia za hapa nchini tu ama tumewaalika na majirani? Kwa maana na wawekezaji mazingira hayo pia yawepo. Nadhani tukizungumzia sekta binafsi ni pamoja na majirani kama sikosei, sina uhakika sana. Kwa maana wawekezaji wa nje na ndani. Kwa sababu pia wawekezaji wa nje wanaweza kuja na kuungana na wawekezaji wa Tanzania, hasa pale ambapo changamoto ya mtaji inakuwa ni kubwa. Kwa mradi sekta binafsi upate mtaji wa kutosha kwa ajili ya kusukuma yale maendeleo na malengo ya dira, nadhani kitu ambacho kitaruhusiwa ni kikubwa ni kufuata zile taratibu za nchi. Moja ya ajenda ambazo zilikuwa kwenye ule mkutano ni kuyafikia masoko ya kikanda yakiwemo ya Afrika Mashariki na mengine makubwa ambayo tunayalenga. Lakini sekta binafsi pengine inapaswa kufanya nini ili bidhaa ziweze kuwa shindani kwenye soko la kimataifa na masoko mengine, kwa maana Afrika Mashariki mataifa ni mengi na yenyewe yana biashara ama bidhaa tulizonazo, lakini ushindani huo wanaweza kufanya nini sekta binafsi katika kuleta ule ushindani na biashara iweze kufanyika? Kwa maana yangu sekta binafsi inatakiwa kuongeza thamani kwenye vile tunavyotengeneza sasa hivi, ili badala ya kuuza malighafi tunauza kitu ambacho kina thamani, pia itatuletea mapato zaidi kwa maana ya unauza bidhaa iliyoongezewa thamani. Lakini pia tutaangalia maeneo ambayo pengine majirani zetu hawana hizo bidhaa, sisi tukizitengeneza na kuweka utaratibu mzuri wa kuziuza kwenye sekta kwenye eneo la jirani, maana yake tutakuwa tumejipanga vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamiliki biashara kwenye eneo la kanda ambayo sisi tunaishi. Na uzuri ni kwamba nchi yetu ni kama lango, kwa sababu tuna bandari ambayo inasaidia pia kuwezesha kuwepo kwa usafirishaji wa bidhaa kwenda nchi zilizopakana na sisi ambazo hazina mlango wa bahari. Kwa tunapokuwa na miundo mbinu na biashara ambazo zinawezesha majirani zetu kuweza kushiriki na kutumia infrastructure tulizokuwa nazo kama nchi, maana yake tunaongeza biashara, na hivyo tutasaidia katika kuchangia nafasi ya nchi yetu kama Tanzania kuwa na mchango mkubwa
kwenye eneo la kanda na nchi zinazotuzunguka. CPO Oswald, tuangalie kwenye eneo la utekelezaji sasa, kwa maana ya pande zote ili ziweze kutekeleza, yani sekta binafsi ilichoahidi kitekelezeke na serikali ilichoahidi ni kitu gani ambacho kinapaswa kiweko, kwa maana isibaki tu kwa ni historia kwamba walikutana? Ni mfumo gani wa pamoja wa ufuatiliaji, kwa maana iwe ni kama joint monitoring hivi ya pande zote mbili, serikali ione kwamba ilichoahidi na sekta binafsi ione kilichoahidi kwamba kinatekelezwa? Nadhani kutakuwa na wazungu wanasema monitoring evaluation, kufuatilia kwa karibu na kutoa taarifa ya utekelezaji wa dira inatekelezekaje kila wakati, na hatutasubiri mpaka mwisho wa dira yenyewe. Na nadhani kwenye taarifa zinazotolewa kila mwaka tutakuwa tunafahamu kwamba yale ambayo yalikubaliwa yamefanyiwa kazi, lakini pia changamoto ambazo zimeibuka katika utekelezaji wa yale ambayo ubia kati ya serikali na sekta binafsi unatekeleza yanafanyiwa marekebisho ili kwenda kwenye kule ambapo tunategemea kwamba dira inatakiwa kutupeleka mwisho wa siku. Kwa hiyo tutakuwa na taarifa ambazo zinapatikana mara kwa mara, na naamini tume ya mipango ndio itakuwa inafanya hilo na kutoa hizo taarifa kwa mamlaka husika kwa ajili ya kufanya maamuzi. Tanzania ina mazingira ya kuaminika kuiwezesha sekta binafsi kuwa injini katika huu utekelezaji. Kuna kitu unafikiri unashauri kwa sasa hivi kiendelee kufanywa vizuri zaidi, ili mazingira ambayo anazungumza Victoria yaweze kuwa rafiki zaidi? Mimi naamini tuna mazingira mazuri ya sekta binafsi kufanya biashara, na hasa hii habari ya ubia. Kama kuna changamoto za hapa na pale za kurekebisha tu kwa ajili ya kwenda kwenye hatua nyingine, lakini pia tunaona kumekuwa na ongezeko kubwa la sekta binafsi kushiriki katika maeneo mbalimbali, na naamini kusingekuwa na mazingira mazuri pengine singeongezeka. Tuangalie kwenye eneo la ni wazi kwamba ile sekta binafsi zikuwe zinahitaji mitaji ya gharama nafuu, kwa maana ya kama ni mikopo, mabenki, taasisi za kifedha ziweze kushirikiana nao katika mazingira ya kutekeleza na kufikia hizo 70%. Si ndogo, ni nyingi sana, na serikali ni kama imeonyesha imani kubwa kwa sekta binafsi. Ni kitu gani ambacho sekta za fedha, mabenki haya yanapaswa kufanya hasa kwenye kipindi kama hichi cha utekelezaji na nafasi kama hii ambayo imetolewa kwa sekta binafsi? Kwa sababu wewe ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, haya mambo unayafahamu haya. Ni sawa kabisa. Ni pale awali nilizungumzia kuhusu uwekezaji, fursa za uwekezaji ziko kuanzia kiwango chini kabisa. Na tuna mifuko 23 kama sijakosea ya uwekezaji wa pamoja. Mojawapo mwekeza kwa mfano ambao kiwango chini shilingi 1000. Kwa hiyo fursa ya uwekezaji iko kwa kila mtu. Lakini pia hela ambazo zinakusanywa na hii mifuko, nilikuwa napitia haraka mifuko 11 kati ya 23 kuna zaidi ya trilioni 5 na bilioni 700 mpaka tarehe 31 Julai mwaka huu ambazo zimekusanywa na hiyo mifuko kadhaa ya uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo tukiweza kutengeneza mfumo ambao utakusanya mitaji kwa njia ya kutoa hati fungani kwa mfano, au mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo inalenga kusukuma utekelezaji wa dira, itasaidia upatikanaji wa mitaji kama tulivyozungumza pale awali, lakini pia baadhi ya taasisi za fedha zitakuwa tayari kutoa mikopo ambayo ni nafuu na kuwezesha kwenye maeneo kuendeleza utekelezaji wa dira kwenye maeneo husika, na hasa yale yanayogusa kwa mfano mazingira, kutunza mazingira. Na nafahamu kuna baadhi ya taasisi za fedha zimetoa mikopo, zimekusanya fedha kwa ajili ya kutoa mikopo ambayo ni nafuu, mikopo ambayo inalinda mazingira. Kwa hiyo tunao mazingira yote ambayo ya kifedha ambayo yanawezesha taasisi za fedha kutafuta fedha na mtaji kwa ajili ya kusukuma dira kwenye maeneo yale kipaumbele ambayo yametajwa kwenye dira zetu. Kwa hiyo kwa maana kusanya fedha uwezo upo. Serikali imeshazungumza hayo, sekta binafsi imezungumza hayo, kila mtu amekabidhiwa kinachomstahili sasa hivi. Ni miradi gani ya kimkakati ambayo serikali sasa inaweza kuikabidhi kikamilifu kwa sekta binafsi katika utekelezaji wa hizi 70% ambao wewe unaiona kwamba hii inahitaji huo ushirikiano wa sekta binafsi kikamilifu? Mimi kwa maoni yangu, na ni maana ya kwangu, sio kwamba nimetumwa na mtu yote. Ni kwenye sekta ya usafirishaji kwa mfano, tukiweza kuboresha mfumo wa reli, wote tunaona faida tunayopata kwa SGR tunavyotumia sasa hivi, lakini pia uzalishaji wa nishati, najua tuko kwenye hatua nzuri, lakini mambo yote ambayo yatagusa yale maeneo muhimu ya kusukuma dira kufikia kile ambacho tunakihitaji yakabidhiwa sekta binafsi kwa makubaliano maalum, na hakika kwamba yataweza kwenda kwa kasi ya haraka zaidi, kwa sababu zitaweza kukusanya fedha na mitaji unayohitajika kwa ajili ya kusukuma yale ambayo yanatakiwa kutekelezwa kwenye dira. Kuna kundi la watu ambao hata wakati wa uchakataji na uandaaji wa dira 2050 baada ya ujumbe mfupi wa maneno kutumwa,
Pengine kuna watu hawakusoma na sasa hivi wanakuja kushangaa kuna utekelezaji, kuna mkutano wa rais na sekta binafsi. Haya mambo kwao yamekuwa magumu. Wakati utekelezaji unaendelea, hawa watu wanaendelea kuelimishwa kwa kiasi gani ili wasiachwe nyuma, wasielewe chochote, ili sije kawa kuna dira ni jumuishi. Ni sawa kabisa. Bahati mbaya sana kwa watu wengine hawapi kipaumbele baadhi ya mikakati ya kitaifa inayofanywa na nchi yetu, lakini kikubwa ni kwamba ni kuendelea kutoa elimu, na kama nilivyosema pale awali, soma hii dira ya 2050 kwa jicho la uwekezaji, ili uangalie kwamba ni nini fursa yako kama mtu binafsi, lakini pia kama taasisi binafsi katika kutekeleza na kusukuma ile dira. Mwananchi asiye mwekezaji anaisoma kwa jicho lipi hapa CPA? Utasoma kwa jicho la unapata fursa gani ya kufaidika chini kwenye ile mikakati na yale yote ambayo yameandikwa kwenye dira 2050. Na ndio maana ni vizuri pia kuwatafuta washauri watakaokushauri na kusaidia kufahamu unaingiaje katika utekelezaji wa dira 2050. Lakini ukisoma ile dira sehemu kubwa sana, na hata hotuba ya rais alizungumzia mambo ya uwekezaji. Tunazungumzia habari ya uwekezaji. Na tushazungumza uwekezaji, kila mtu anaweza kuwa mwekezaji. Na sio lazima uwe na mamilioni ya pesa kulingana na mfumo wa fedha uliopo katika nchi yetu sasa hivi. Sahihi sana CPA Oswald. Tuende kwenye eneo lingine la umesema mazingira ni rafiki, ni wazi. Lakini ili sasa huu ushirikiano wa serikali na sekta binafsi, kwa maana huu ushirikiano wa PPP uweze kufanikiwa, ni mazingira gani ya kisheria, kisera ambayo unahisi yanapaswa kuboreshwa wakati huu, ili serikali wakati yenyewe inafanya upande wake na sekta binafsi inafanya upande wake, kusiwe na hivyo vikwazo? Ninavyofahamu mimi, kuna sheria inayosimamia ubia kati ya serikali na private sector. Na hisi pengine ufahamu sio mkubwa kiasi hicho miongoni mwa hasa sekta binafsi, na ndio maana pengine haijachukua nafasi kubwa kama inavyotegemewa. Lakini kama kuna vitu vyote ambavyo vinafanya sheria hizi au mazingira ya kufanya ubia kati ya serikali na private sector kushirikiana yapo, ni kiasi cha kukaa chini na kuyajadili na kutoa maelekezo na namna ya kurekebisha, kwa sababu mwisho wa siku ubia kati ya serikali na sekta binafsi siku zote na mahali popote duniani, lengo ni wahusika wote wawe wanufaika na ule ubia. Kwa hiyo kama kuna mazingira ambayo yanafanya pia pengine huo ubia usilete yale ambayo alitegemea kupatikana, ni kiasi cha kukaa chini na kuyajadili na kuyatatua. Lakini nadhani pia ufahamu sio mkubwa miongoni mwa sekta binafsi kuhusiana na ubia kati ya sekta binafsi na serikali, kwa maoni yangu. Sawa, Mheshimiwa Rais miongoni mwa maelekezo yake ya mara nyingi, sio juzi tu, mara nyingi ni kuhusiana na ukusanyaji wa mapato. TRA imekuwa ikipewa maelekezo namna ya ukusanyaji, usiotumia nguvu, usiofunga biashara, ili mwekezaji ama sekta binafsi aone mazingira ni rafiki. Pia maeneo haya ni miongoni mwa maeneo msingi, usifungie biashara bali kuwe na ukusanyaji rafiki. Maelekezo haya pengine yanaenda kuleta msukumo gani kwa mamlaka ya mapato katika kukusanya, lakini pia kuwalinda watu wa sekta binafsi ambao pia serikali imewapa kipaumbele? Kikubwa kusema kweli, habari ya ukusanyaji wa mapato ni sekta binafsi au mtu mmoja mlipa kodi awe na uhuru, awe free compliance, yani sio ile kwa kusukumwa. Lakini pia kama ukadiraji wa kodi uko sahihi, sioni kwa sababu gani tusilipe kodi, kwa sababu pia tunalipa kodi, ndio maana tunaona maendeleo yote ambayo yanapatikana katika nchi yetu. Kwa hiyo yale mazingira ambayo yanasababisha kutokuwepo kwa ulipaji wa kodi kwa wakati, kinachotakiwa ni kuendelea kufanya uhamasishaji, lakini pia kuhakikisha kwamba kodi zinakadiriwa kama inavyotakiwa na kurahisisha njia za ulipaji wa kodi, ili kuhakikisha kwamba siku ya kulipa zinalipwa kwa wakati, na yale kinachotakiwa kulipwa ni kile ambacho mlipa kodi anajua kabisa kwamba ni kodi sahihi na sio vinginevyo. Wakati tunakamilisha mazungumzo yetu haya, CPA Oswald Urassa, ni matumaini yangu kwamba mwananchi amepata elimu ya kutosha. Kama kuna jambo pengine ambalo lilikuwa halieleweki vizuri, basi nafikiri limepata kueleweka vizuri. Nawe pia umeyazungumza yote. Nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, nikushukuru pia kwa kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo haya tukiwa tunazungumza kuhusiana na masuala mbalimbali. Kwa naye Victoria Mwakisiba, mimi ni Kevin Nova. Tunapata mapumziko kwa ufupi, tutarejea punde.